Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa wagombea wa nafasi ya urais, waheshimiwa viongozi mbalimbali mliokuwepo katika hafla hii, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia siku ya leo kukamilisha zoezi la uchaguzi kwa hali ya salama na amani. Sote ni mashahidi, uchaguzi ni process ndefu. Tumevuka milima na mabonde hadi hapa ambapo tumefikia, lakini kwa dhati kabisa tunaishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini sambamba na hilo tunashukuru vyombo vya ulinzi na usalama, lakini tunawashukuru wafanyakazi wote wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar walioanzia makao makuu hadi wale makarani katika vituo ambao wameendesha zoezi hili wakiwa wamekesha katika kuhakikisha kwamba wanatimiza tendo zima la demokrasia ambalo limeambatana na matakwa ya kikatiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli ni ya kwako, kwa hiyo nisichukue muda, naomba kwa sasa nikukaribishe rasmi ili uweze kuja kuendelea na shughuli hii rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, waheshimiwa wajumbe wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, waheshimiwa wagombea wa kiti cha urais wa Zanzibar, mkurugenzi wa uchaguzi, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, watendaji wa Tume ya Uchaguzi, waheshimiwa wageni waalikwa, waangalizi wa uchaguzi, waandishi wa habari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Awali ya yote nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima wa afya tukaweza kukutana hapa leo katika hafla hii muhimu ya kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, tarehe 29 Oktoba 2025 wananchi wa Zanzibar walipiga kura katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa kumchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wananchi wote wa Zanzibar kwa ushiriki wao mzuri wa kupiga kura katika hali ya amani na utulivu. Pia natoa shukrani za kipekee kwa vyama vya siasa na wagombea wao kwa ushiriki wao mzuri katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka huu. Vile vile napenda kutoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuziwezesha shughuli za uchaguzi mkuu wa Zanzibar kufanikiwa. Mwisho lakini si kwa umuhimu, na wapongeza wadau wote wa uchaguzi kwa kufanikisha uchaguzi huu kwa nafasi zao. Ndugu wananchi, madhumuni ya hafla hii ni kutangaza matokeo ya urais wa Zanzibar. Baada ya kupokea matokeo hayo kutoka katika vituo vya majumuisho ya wilaya, tume kabla ya kuyatangaza matokeo hayo iliyahakiki kama inavyoelekezwa na kifungu cha 96 cha sheria ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi imeviruhusu vyama vyote vilivyogombea kuwasilisha wakala wao katika kituo cha taifa cha majumuisho kilichopo katika ukumbi wa Jaji Mkuu mstaafu Hamid Mahmud, na mawakala hao wameshiriki kikamilifu katika zoezi hilo. Ndugu wananchi, kwa upande wa matokeo ya uchaguzi kwa wagombea uwakilishi katika majimbo ya uchaguzi na udiwani katika wadi za uchaguzi kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa mwaka 2018 kifungu cha 93 yametangazwa na wasimamizi wa uchaguzi kwa wilaya zote za Zanzibar. Tume kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2018 kifungu cha 96(2) ndio yenye jukumu na mamlaka ya kutangaza matokeo ya mgombea wa kiti cha rais wa Zanzibar, kazi ambayo tayari imekamilika. Ndugu wananchi, katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wagombea 11 ndio walioteuliwa kugombea kiti cha rais wa Zanzibar kuviwakilisha vyama vyao kama ifuatavyo. Mgombea wa kwanza ni Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kutoka chama cha CCM. Mgombea wa pili Mheshimiwa Mfaume Hamisi Hassan kutoka chama cha NLD. Mgombea wa tatu ni Mheshimiwa Said Sud Said kutoka chama cha AFP. Mgombea wa nne ni Mheshimiwa Hussein Juma Salim kutoka chama cha TLP. Mgombea wa tano Mheshimiwa Hamis Faki Mgau kutoka chama cha NRA. Mgombea wa sita ni Mheshimiwa Laila Rajab Hamis.
kutoka NCCR Mageuzi, na alikuwa ndo mwanamama pekee katika kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mgombea wa 7 ni Mheshimiwa Othman Masudi Othman kutoka chama cha ACT Wazalendo. Mgombea wa 8 alikuwa Mheshimiwa Juma Ali Khatib kutoka chama cha ADA TADEA. Mgombea wa 9 ni Mheshimiwa Amer Hassan Amer kutoka chama cha Makini. Mgombea wa 10 ni Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed kutoka chama cha ADC, na mgombea wa 11 ni Mheshimiwa Hamad Mohamed Ibrahim kutoka chama cha UPDP. Matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni kama ifuatavyo. Wapiga kura walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura walikuwa ni 717,557. Wapiga kura waliopiga kura ya rais walikuwa ni 609,996 sawa na 84.88. Kura zilizoharibika ni 8,863 sawa na 1.46. Na kura halali alizopata kila mgombea zilikuwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Hussein Juma Salim alipata kura 1,065 ambayo ni sawa na 0.18. Mheshimiwa Hamis Faki Mgau alipata kura 1,161 sawa na 0.19. Mheshimiwa Said Sud Said alipata kura 1,238 sawa na 0.21. Mheshimiwa Hamad Mohamed Ibrahim alipata kura 1,299 sawa na 0.22. Mheshimiwa Mfaume Hamis Hassan alipata kura 1,301 sawa na 0.22. Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed alipata kura 1,345 sawa na 0.22. Mheshimiwa Amer Hassan Amer alipata kura 1,435 sawa na 0.24. Mheshimiwa Juma Ali Khatib alipata kura 1,455 sawa na 0.24. Mheshimiwa Laila Rajab Hamis alipata kura 1,643 sawa na 0.27. Mheshimiwa Othman Masud Othman alipata kura 139,399 na 23.22. Na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alipata kura 448,892 sawa na 74.8. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imethibitisha matokeo yote. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imethibitisha matokeo yote ya wagombea na imeridhika nayo. Hivyo, kwa kufuata masharti ya kifungu cha 96 kifungu kidogo cha 2 na cha 3 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar ya mwaka 2018 na kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha rais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naomba nirudie. Na kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha urais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi baada ya kupata kura 448,892 ambazo sawa na 74.8 ya kura halali zilizopigwa. Ndugu wananchi, nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar kwa kipindi cha miaka 5 ijayo,
na namtakia utekelezaji mwema wa majukumu yake ya rais wa Zanzibar. Aidha, nachukua nafasi hii kuwapongeza wagombea wote walioshiriki katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inaomba viongozi na wafuasi wote wa vyama vya siasa kushirikiana baada ya uchaguzi huu katika kuleta maendeleo ya visiwa hivi. Na Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia ya heri na kutupa busara na hekima katika kukuza mustakabali wa Zanzibar. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, nikiwa kama returning officer wa uchaguzi wa rais, baada ya kutangaza matokeo, napaswa kumpatia cheti mheshimiwa mgombea ambaye ameshinda nafasi hiyo, na hilo zoezi nitalifanya sasa hivi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Wageni waalikwa, kwa mujibu wa ratiba yetu sasa tunamkaribisha mgombea mmoja kuja kutoa nasaha zake au kuzungumza kwa niaba ya wengine. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Zanzibar, Mheshimiwa Rais Mteule Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mama Mwinyi, waheshimiwa wagombea tulioshindwa katika uchaguzi huu, na wenzangu wote, wajumbe wa tume, asalamu alaykum. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba niseme maneno mawili yafuatayo. Kwanza, kama sikukosea tarehe mwaka 2005 tulikuwa na mgogoro wa kisiasa Zanzibar, na mgogoro huo ulipelekea kuwa na mazungumzo baina ya CUF na sisi. Bahati nzuri nilibahatika kuwa mwenyekiti mwenza katika mwafaka huo. Chama cha CUF kilikuwa kimeamua
kutokumtambua rais. Kwa hiyo kaenda na vikao na hatimaye Mheshimiwa Jussa na marehemu Moyo wakaweza kumshauri Maalim na akakubali, akaenda kumtambua Rais Karume. Tukamwita kwenye kikao Maalim, tukamuuliza, akasema kwa maslahi ya taifa na Wazanzibari nimechukua maamuzi hayo. Hatimaye nakumbuka tulikwenda kwenye uwanja wa Malindi na wananchi walikuwa wakali kidogo, lakini baadaye walielezwa wakaelewa. Unapoangalia maslahi ya taifa unahitaji mambo mengi sana kuyaweka kando. Moja ni migogoro katika nchi, pili ni amani na utulivu katika nchi, na tatu ni maendeleo ya watu katika nchi. Niwashukuru sana ndugu zangu, wagombea wenzangu, kwa kauli moja kukubali kumunga mkono Dr. Mwinyi kuwa awe rais wetu. Kufanya hivyo, moja, tukichukua historia ya mkongwe wa siasa Maalim Seif aliyosema kwamba maslahi ya taifa kwanza, maslahi ya Wazanzibari kwanza, lakini maendeleo ya Wazanzibari jambo la pili. Ni funzo jema tunahitaji kuliiga. Niwashauri wenzangu, dunia leo ni dunia ya mapambano sana, ni dunia ya vurugu sana. Kama sisi wenyewe hatukuweza kusimama kidete kutatua matatizo yetu, migogoro yetu, taifa letu litaangamia kama inavyoangamia mataifa mengine. Nawaomba sana Wazanzibari, naomba sana wanasiasa wote, naomba sana vyombo vyote, tushirikiane na rais mteule Dr. Mwinyi kuhakikisha kabisa Zanzibar kwanza haki inatendeka, amani inapatikana, maendeleo yanapatikana na shida inapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa kwa ruhusa yako tunamuomba mteule wa kiti cha urais kutoa nasaha zake. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Tume, waheshimiwa wajumbe wa tume, waheshimiwa wagombea wenzangu, viongozi wa serikali mliopo hapa, waheshimiwa mabalozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika hafla hii ya kutangaza matokeo ya uchaguzi wetu hapa Zanzibar. Aidha, napenda nichukue nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu kuishukuru Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa kazi kubwa nzuri walioifanya. Sote tumeshuhudia kazi ilivyokuwa, si ndogo, ni kubwa, na kwa kweli ilitaka watu kujitolea hasa. Wamefanya hivyo mpaka leo wametufikisha katika hatua hii, tunawashukuru kwa dhati. Lakini pili, nichukue fursa hii niwashukuru wagombea wenzangu wote ambao tumefanya kampeni kwa kipindi cha takriban siku 46. Na leo wako hapa. Kasoro mmoja tu, lakini wote wako hapa. Ninawashukuru kwa dhati kwa kuweka maslahi ya nchi mbele. Asanteni sana.
Ndugu zangu, uchaguzi ndio demokrasia. Na kwa kawaida tunavyotakiwa kama wanasiasa, basi tukubali kupokea matokeo kwa maslahi ya nchi yetu. Leo nafurahi kusema kwamba wananchi wa Zanzibar wameamua. Na kwa sababu maamuzi yalikuwa ni ya wananchi na wamefanya maamuzi hayo, nichukue fursa hii kuwaomba wagombea wote na vyama vyao wakubali matokeo ili tuweze kuweka maslahi ya Zanzibar mbele. Ndugu zangu, nitapata nafasi ya kusema mengi katika wakati mwafaka. Maana siasa ina mambo mengi. Inawezekana katika kipindi cha kampeni tulitajana, tulikwaruzana, lakini sote matarajio yetu ni kwamba kwa sababu tumemaliza kazi ya uchaguzi na wananchi wamefanya maamuzi, basi sote tuna wajibu sasa wa kufanya kila linalowezekana kuweka maslahi ya nchi mbele. Mimi napenda niwahakikishie umma wa Wazanzibari kwamba niko tayari kushirikiana na wote watakaokuwa tayari kushirikiana katika kuijenga nchi yetu ili kuwaletea wananchi maendeleo wanayoyatarajia. Inawezekana tulisemana, tulikwazana, lakini ndio katika mambo ya siasa. Lakini baada ya kwamba tumemaliza, kikubwa sasa ni kufikiria au kuweka mbele hatima ya nchi yetu. Nichukue fursa hii kipekee kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wote wa Zanzibar kwa kufanya uchaguzi katika hali ya amani kama hii. Kwa kweli nimefarijika sana. Sikusikia tukio lolote la uvunjifu wa amani. Si kipindi cha kampeni wala si kipindi cha kupiga kura. Ni matarajio yangu kwamba kwenda mbele kutoka sasa, amani tuliyokuwa nayo tutaidumisha. Ndugu mwenyekiti, nihitimishe maneno yangu mafupi ya shukrani kwa mara nyingine tena kuwashukuru wananchi wote kwa kazi nzuri walioifanya, kuwashukuru wagombea wenzangu wote kwa kazi nzuri walioifanya, kuishukuru tume ya uchaguzi kwa kazi nzuri mlioifanya. Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tulionayo, na Mwenyezi Mungu atusaidie nchi yetu iweze kupata mafanikio makubwa baada ya kukamilika hatua nyingine za kutengeneza uongozi wa nchi yetu. Kama nilivyosema, nitakuwa tayari kushirikiana na wote watakaokuwa tayari kushirikiana na mimi. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Waheshimiwa viongozi mbalimbali, kwa niaba ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar tunatoa shukrani za dhati kwa muda mfupi tulioalikana, lakini mkaitikia wito wetu wa kuja hapa. Lakini pia tunawashukuru vyama vyote vya siasa, asasi za kiraia, waangalizi wa uchaguzi pamoja na waandishi wa habari katika muda wote wa kuripoti mambo mbalimbali yaliyokuwa yanahusiana na uchaguzi. Aidha, niendelee kutoa shukrani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuhakikisha kwamba kutupatia bajeti ya 100%. Uchaguzi huu umeharamiwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo mataifa mengi ya Afrika tunapokutana katika vikao huwa wanatushangaa. Wao wanategemea wafadhili, sisi bado serikali yetu imekuwa imebeba mzigo huu. Tunashukuru sana na tunawaomba msichoke pale tunapokuja kuomba mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiuchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wageni waalikwa, tunasema shukrani sana, asanteni sana na karibuni tena. Na mpaka hapa tumefikia mwisho wa shughuli yetu. Asante.